ndo Yanga. Hii ndo Yanga. Katika ile briefing ambayo nilifanya mwanzo, klabu ya Young Africans ni klabu ambayo kwa sasa hivi inamilikiwa na wanachama 100%. Na katika umiliki wa wanachama tulikubaliana mabadiliko ya katiba kubadilisha ule muundo wa umiliki wa klabu. Kwa hivyo tukakubaliana kuwa na 49% za klabu zitaweza kuuzwa, zitabakia 51%. Huo ni umiliki wa klabu na wanachama mko hapa. Lazima mtambue klabu yenu mtaimiliki kwa 51% na 49% zitauzwa kwenda kwa wawekezaji. Wanachama, hiyo ni separate project. Ni project haihusiani na uwanja. Tofauti. Umiliki wa club na umiliki wa kiwanja ni vitu viwili tofauti. Umiliki wa club 49% ndio zitakazouzwa. Kwa hiyo wakati wote klabu ya Yanga itakuwa ni majority shareholder ikiwa na 51%. Na zoezi hilo la kwanza kuuza share bado hatujalianza. Kwa hiyo kwa sasa klabu ya Young Africans inamilikiwa 100% na wanachama wake. Sasa tunakuja kwenye huu mradi wa uwanja. Hii ni project tofauti. Kwa nini tofauti? Kinachofanyika hapa, klabu ya Young Africans inahitaji uwanja na mtu anakuja kuwekeza. Ukiwekeza kwenye uwanja, hupaswi kuwa na haki ya kuimiliki klabu. Kwa hiyo tumetengeneza mfumo wa kuilinda klabu yetu. Hakutakuwa kuna penetration ya mtu kuja moja kwa moja kwenye klabu kwa sababu wanamiliki mradi fulani. Kwa hiyo tukasema hii inapaswa kuwa ni special project, na project hii inatakiwa iwe na uongozi wake, iwe na umiliki wake. Kwa sababu Young Africans inataka kujenga uwanja na mwekezaji amepatikana. Tunachokifanya ni kufungua kampuni. Kwa klabu ya Young Africans kwa kushirikiana na mwekezaji wetu itafungua kampuni. Kampuni hiyo ndiyo itakayomiliki uwanja. Na katika kampuni hiyo inayomiliki uwanja ndiyo 50% ya umiliki utakwenda Young Africans, 50% utakwenda kwa mwekezaji ambaye ni GSM Group. Kwa hivyo Young Africans itabaki kwa 100% ya kwake. Hakutakuwa kuna umiliki kwenye ownership ya club, lakini kwenye mradi huu ndio tutakuwa tuna partnership na GSM. Sasa mchango ni nini? Tumekuja swali la juu. Mchango wa Yanga ni nini na mchango wa mwekezaji ni nini? Mchango wa Yanga kwenye hii kampuni mpya itakayomiliki uwanja ni kuleta ardhi yake ambayo tunaimiliki kwa sasa hivi kama Young Africans. Kwa huo ndio utakuwa mchango wetu kwenye mradi. Na mwekezaji analeta nini? Mwekezaji ataleta fedha za kujenga uwanja. Tunapokutana na mwenye ardhi na mleta fedha, hapo ndo tunaiunda kampuni. Kwa sasa mfumo wa kampuni itakuwa ni kampuni mpya tutakayoformulate kuanzia sasa hivi baada ya kusaini MOU ya leo. Kwa hiyo mwanasheria, Jumatatu tuna expect kampuni iwe tayari. Mchakato wake wa kuisajili unatakiwa uanze. Na kampuni hiyo itakuwa na 50% za Yanga na 50% za GSM. Kampuni hiyo itakuwa na bodi. Kwa hiyo kwenye bodi pale kutakuwa kuna wawakilishi kutoka Yanga, kutakuwa kuna wawakilishi kutoka GSM. Na wenye viongozi wa bodi hiyo ndio watakaomchagua au kumwajiri CEO au general manager wa kuendesha uwanja. Kwa hiyo operation za uwanja zitakuwa chini ya bodi. Na bodi hiyo ikimwajiri CEO au general manager au meneja wa uwanja na timu yake nzima watafanya majukumu ya kuendesha shughuli za uwanja. Kwa hiyo narudia, mchango wa Young Africans utakuwa ni ardhi, mchango wa mwekezaji utakuwa ni fedha. Lakini Young Africans itakuwa inaleta biashara. Tukumbuke Young Africans ni timu ya mpira wa miguu inayohitaji kutumia uwanja. Kwa maana hiyo sasa Young Africans italeta biashara ya utumiaji wa uwanja straight away. Na kwa sababu uwanja huu utakuwa unamilikiwa na taasisi mbili, uwanja huu utakuwa na kila sababu ya kuihudumia Yanga exclusively, lakini la pili utatoa fursa kwa watumiaji wengine wa uwanja. Atakapotokea klabu yoyote inataka kutumia uwanja kwa ajili ya mechi zake, itatumia. Inapotokea tukio la kijamii, kuna shughuli za kidini, kuna shughuli za kimuziki, jukumu la management ya uwanja kuhakikisha linaongeza mapato
na matumizi ya uwanja huo, ili sasa wawekezaji wanufaike na mapato na Yanga anufaike na mapato. Swali limeulizwa jingine, uwekezaji huu ni wa muda gani? Nilisema awali wakati nafanya presentation, kuna mfumo unaitwa build, operate and transfer, kwamba unajenga, una operate, alafu una transfer. Kutransfer inakuja hatua ya kurudisha ile uwanja kwa Yanga. Mfumo huo tulikataa kwa sababu tunapofanya build, operate and transfer tunaruhusu 100% za uwekezaji uendeshe uwanja na sio klabu ya Yanga. Sisi tunataka sasa hivi tumiliki uwanja na kesho tumiliki uwanja. Build, operate and transfer inakupa fursa ya kumiliki uwanja utakaporudishiwa. Na niwaambie hesabu za uwanja